Lakini katika kesi hii BAKWATA aliunganishwa kama namba 4, lakini washtakiwa wengi, malalamiko hayakuwa dhidi ya BAKWATA. Malalamiko yalikuwa dhidi ya vyombo vya serikali ambavyo ni msajili na kabidhi wasii mkuu Rita, kwa matendo yaliyokuwa yanafanywa na Rita na kabidhi wasii mkuu, ambayo hayo pia wao Rita pamoja na msajili walikuwa wanayafanya kwa mujibu wa sheria, na mahakama imeeleza vizuri leo jambo hilo. Sasa tumeona tuweke vizuri huu upotoshwaji ili usiendelee kuichafua jamii. Tunaona dhamira ya hawa wanaochafua jamii na kutuma meseji ambazo si sahihi, wana dhamira mbaya ya kuwafarakanisha Waislamu, ya kuwagombanisha Waislamu, na pengine ya kutaka kuchonganisha kati ya serikali na Waislamu, kitu ambacho Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania, hicho kitu hatutakikubali wala hatutakiruhusu. Dhamira ya Mheshimiwa Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania kwa sasa ni kuwaweka Waislamu pamoja kwamba Waislamu wana tofauti zao wanazoziamini, wanazoziona, lakini sote sisi ni Waislamu na tunaamini katika kitabu cha Qur'ani na Sunna, lakini tunamwamini Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na wale waliomfuata. Sasa katika hali hii tunawaasa Waislamu wasikubali kutumika au kuwasikiliza watu wachache wenye dhamira mbovu ya kuwagawanya Waislamu kwa misingi ya maslahi yao binafsi. Na yasema haya kwa sababu tumeona yametokea na message zimeanza kutumwa kuona kwamba BAKWATA imeshindwa vibaya sana mahakamani. Hatajwi kabidhi wasii, hatajwi mwanasheria mkuu wa serikali wala baraza kuu, wala hatajwi. Hukumu itaelezwa hapa namna ilivyotokea, ili sisi tuwe tunawaeleza watu waelewe nini ambacho kimetokea. Na tunawahusia hawa ambao wanafanya haya wayaache, kwa sababu huu sio wakati wa kuwagawanyisha watu. Ni wakati wa kuwa kitu kimoja na kuzungumza pamoja na kutatua kasoro mbalimbali ambazo zipo baina yetu. Lakini pia ni wakati ambao tunatakiwa tuwe watiifu kwa viongozi wetu wakuu wa dini na viongozi wetu wakuu wa serikali chini ya serikali yetu tukufu inaongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan. Tumpe nguvu.